Tunataka tufanye demonstration ya hizi tiba asili, na tutaendelea kufanya. Tutakuwa tunawaita, tuna majiko ya kujifukiza yametengenezwa kule, kama ni nyungu tutakuwa tunawaita. Yaani tunataka sisi tufanye, nyinyi muone, muwaelimishe wananchi. Taifa hili ni letu lote, pamoja na nyinyi wanahabari. Kwa hiyo hapa mratibu wa tiba asili kwanza atuongoze tufanye, na mimi na nataka kunywa wanywe hapa. Mheshimiwa Waziri, mbele yako ni bidhaa ambazo ziko sokoni. Ukienda kwenye soko lolote hapa Tanzania utazikuta. Utakuta limau. Wengi hata mwaka jana walikuwa wananiuliza limau inafananaje. Ni hii hapa. Utakuta kitunguu maji, na tunachopendekeza ni kitunguu maji chekundu. Kwa Dodoma, Singida, Iringa, mikoa karibu yote kinalimwa. Tuna kitunguu swaumu. Tunapendekeza zaidi kitunguu swaumu kinacholimwa Tanzania, maeneo kama Mbulu na kadhalika, ambapo ukimenya zinakuwa hivi. Tunapendekeza, Mheshimiwa Waziri, matumizi ya tangawizi. Tanzania tunalima sana tangawizi, mkoa wa Kilimanjaro, Iringa na mikoa mingine. Tunapendekeza matumizi ya pilipili kichaa. Wengi wanaogopa ukisema pilipili kichaa maana yake akila atakuwa mkichaa. Si kweli. Ni jina lake tu kwa sababu ya ukali wake. Na bahati nzuri pilipili kichaa zilizo nzuri zaidi zinapatikana Tanzania kuliko sehemu zote zingine za dunia. Sasa tulichofanya au tunachotakiwa kufanya ni kwamba hizi, angalia ukubwa wa hii tangawizi. Hizi zikiwa 5 pamoja na hiki kitunguu maji kimoja pamoja na limau hizi 2, ukachanganya na hizi punje za kitunguu swaumu zikiwa 10 pamoja na hizi pilipili kichaa zikiwa 4, ukazikatakata pamoja, ukaziweka kwenye blender, ukaweka kwenye blender, ukablend. Ukisha blend unapata bidhaa kama hii. Unapata bidhaa kama hii ambayo, ngoja sasa tuwaonyeshe jinsi ya kutengeneza kidogo kidogo. Hello? Unapokatakata limau, unachotakiwa kutoa ni mbegu. Yale maganda yanakuwa sehemu ya limau. Lakini hizi limau usichukue tu sokoni basi ukaanza kukatakata. Hapana, lazima uzisafishe. Kitu cha kwanza ni usafi. Wao wamekuja hapa wameshanao, wanajiandaa kufanya ile jaribio. Sawa? Kwa hiyo usafi ni kitu muhimu sana. Kinu. Una kinu. Kama una blender kinu, yaani ni blender ya umeme, ile kinu ni blender ya nyumbani. Blender ya asili. Vile vidogo. Ndugu zangu, mwaka jana wakati nilipotengeneza Nimricam ya kwanza kabisa, alitengeneza mtoto wangu nyumbani kwa kutumia kinu. Kwa hiyo sio kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, nchi yetu iko salama. Unasikia kwa jirani huko una shida, usisubiri vitoke kwa jirani vije, kwa sababu tunaingiliana maisha. Sisi tunajiandaa kwa silaha. Ndio nilichokuwa nasema, silaha juu, usawa wa mpakani. Hizi ndio silaha. Unatengeneza, unakunywa, mazoezi, maji mengi, kupumzika, bidhaa za tiba asili, ataelezea kujifukiza hapa. Anapofika adui ambaye najua hatafika, maana hataruhusiwa na Mwenyezi Mungu.
tayari wewe mwili wako uko vizuri, na inakinga na magonjwa mengine mengi. Ndio maana nimeagiza Baraza la Tiba Asili kesho litakapokuwa limemaliza kazi ya kutangaza na kufafanua zaidi, pia waendelee na elimu hiyo daima bila kuacha, mpaka taifa hili kila mtu aelewe kwamba tumejaliwa tiba asili kwa ajili ya matumizi yetu. Babu zetu walitumia, bibi zetu walitumia, na sisi tutaendelea kutumia, na nchi nyingine wanatumia, na magonjwa mengi yanadhibitiwa. Ukichukulia uzito wa mwili, nani ameshaenda kupanda akapima uzito wake, body mass index ikiwa kubwa tu ule uzito, tayari mfumo wako wa hewa, mzunguko wako wa damu unaathiriwa, kwa sababu kuna vitu vingine vimeingia ndani, vimetuama kwenye mishipa ile, hewa haitazunguka vizuri, mafuta yatatuama mle ndani, ila hata malaria tu ikija shughuli yake pevu. Kwa hiyo chochote kinachokuja kama adui kwenye afya ya mwanadamu kinategemea fursa zilizopo ndani ya mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu umeweka mazingira gani mazuri kumfanya yule jamaa adui aliyekuja apite chumbani, sebuleni, sitting room mpaka akufikie. Ndiyo dhana tunaoieleza hapa. Sasa ili kuandaa nyumba yetu iwe safi, kila sehemu wakute askari, ndio tunatumia vitu kama hivi ambazo ni bidhaa za tiba asili, zikiungana na mazoezi, maji mengi, zikiungana na usafi, zikiungana na kupumzika, mwili wako daima utafika hata ile miaka 80 ambayo umeambiwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu haifiki tu ile miaka ile hivi tu kama neema tu. Ni kwa kufanya maandalizi ya mwili wako, unapambanaje na mazingira yanayofungua afya zetu. Hii ni kwa mfano, tusiweke nyingi sana. Ndio. Malimao wanaathiri wagonjwa wa tumbo. Mwingine nani? Pengine kwa siku zijazo nitalitazama tena jambo hili kuangalia kama inawezekana bei itarudi kama ilivyokuwa awali. Nini mama hivi napika? Mbona ni mashinda yote? Nini kile kapu? Sawa, maswali mawili. Lazima uweke maji kwenye blender yako. Usipoweka maji inatokea nini? Utaunguza blender. Sasa unafunika na kifaa chako. Alafu unawasha hiyo blender yako. Toka hapa unaweza ukachuja, au kama imeblend vizuri unaweza usichuje. Sasa hii hapa na hii hapa ni sawa. Hii waliandaa mapema wakaichuja sasa. Tunakunywa hapa, tunakunywa sisi hapa. Kwa hiyo kutoka hapo kupe au hii na wewe lakini usinywe glasi nzima, utaungua utumbo wako wa chakula, kwa sababu ndani kuna pilipili, kuna tangawizi na kuna hiyo limao, na kuna wengine hapa wamesema ukiwa na vidonda vya tumbo. Ndio maana ukisoma Nimrika tumeeleza mwenye vidonda vya tumbo asitumie, kwa sababu vinginevyo utawaka moto. Sasa tunazo nyingi, tuna Covido, tuna Covotanza, tuna Bingwa, tuna ile inaitwa
Kwa faida wanasikia sasa hivi ndio tumesema hivi. Kuna wengine hapata maharage wakipewa wakila wanasikia vibaya. Mtu anaujua mwili wake. Kuna wengine hata akipewa wali wanga akila anasikia tumbo linaunguruma. Hata maziwa ya ng'ombe au ya mbuzi ukinywa unasikia tumbo. Kwa mfano maziwa ya ng'ombe nikinywa nasikia kisa tumbo pia umeelewa? Kwa hiyo hivi vyakula hivi vinavyotengenezwa wengi yani kila mtu ananufaika na kitu fulani. Hii kama ina limau hii hapa na mtu anajua mimi kila limau wa pilipili. Sina pilipili umeambiwa. Sipendagi usitumie. Ndio maana kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimetolewa na kesho sasa zitakaposomwa na kufafanuliwa vizuri na wataalamu mtakuwa mnaona na mwiko wa hii na hii na hii. Wengine wakila pilau wanasikia kiungulia siku nzima. Kwa hiyo hizi kwa sababu ni tiba asili zinahusiana na vyakula, basi vina tabia ile ile ya vyakula kama ambavyo vinaweza kusumbua kwenye upande mwingine. Kwa hiyo kwa kulijua hilo ndio maana wataalamu wetu wanakuja na bidhaa mbalimbali, hapa nimestaja 5 ili mtu aweze kuona kwamba yeye anaangukia kundi gani, lakini ni tiba asili ile na zinasaidia kama ambavyo ingeza ikasaidia hii. Umesema swali la kwa hesabu zetu sisi na uwezo wetu wa kuvipata hivyo vipimo hivyo kutoka kwenye nchi zinazotoka kule imeitikia kwenye hiyo hesabu. Sio nia yetu kwamba tuwaumize wananchi. Sio nia yetu. Kwa mfano unakaa hapa leo unapanga nitafanya bei hii, kesho nchi fulani inasema ongezea na kitu fulani. Tulikuwa tunafanya PCR, si ndio? Kama mnakumbuka kile kipimo cha kwanza. Baadaye nchi nyingine zikasema hapana, sisi kwetu pia upime na hiki. Inabidi hizo bidhaa zinunue huko. Ndio maana tunakwenda kwenye uchumi wa viwanda ili tujitegemee tutengeneze kwetu. Imetoka na nchi nyingine imesema hivyo. Hata kuvileta hivyo vitu vyote pamoja na wataalamu kuja kuendesha hiyo biashara, hesabu zetu zimetuonyesha kwamba ni hapo tulipofikia. Kwa hiyo ndugu, tuvumiliane tu. Siwezi kusema leo kwamba tutajifuta. Tuvumiliane kwa sababu watu wanaokuwa wanaenda huko pia na wenyewe tunakuwa tunawafahamu. Lakini nchi yetu pia kama kweli kabisa kuna mtu anakwenda hana uwezo kabisa na akapekuliwa ikaonekana hana uwezo, hiyo inajulikana tu. Mbona hospitali mkienda mkitibiwa mnasamehewa, si ndio? Kwa hiyo haya mambo hebu tuyafanye kwa ushirikiano. Serikali haina nia mbaya ya kumuumiza mtu yoyote. Hayo ni mazingira tunaowekewa pia sisi na nchi zile ambazo tunataka kwenda. Sio kwamba tunazitengeneza sisi hizo bidhaa za vipimio humu ndani kwetu. Nipige mimi. Hii inapita. Na mimi Mnaniona? Nani anioni? Nani kasema mimi sinywi tiba asili? Nani kasema mimi sijifukizi na familia yangu? Nani kasema? Haya. na tulivyozoea hatupepesi. Shaka hiyo. Sawa. Sasa Mheshimiwa Waziri, kwa ruhusa yako, kwanza napenda